إنما الأعمال بالنيات. يقول الله تبارك وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Wapenzi waamini, tukiendelea na kumweleza Musa na tukio lilompata udogoni kama yalivyompata Yusuf alayhi salam, dada alitoa mchango wake ili kunusurika Musa. Akafika kwenye nyumba ile ambao yupo pale mfanyikazi pale, huku akatoa ushauri kwamba siwajulisheni nyumba ambayo au familia ambayo hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun, nyumba ambayo ina uwezo wa kumlea mtoto wenu. Tabu anaopata kwamba hanyonyi, lakini na hakika kwa nyumba hii akipelekwa kwa familia hii atanyonya. Tena sio kunyonya tu, na watampa malezi bora sana. Wahum lahu nasihun, watampa malezi bora, watamtunza vizuri, watamlekeza vizuri. Hapa tunapata somo kwamba mwanamume, kama tulivyosema, mume au mwanamume kufaulu kwake kunapatikana kwa mchango wa mke. Mke ni sehemu kubwa ya kufaulu kwa mume, na ndio ukaambiwa ukitaka kuoa chagua mke mzuri, mke mwema. Mchague mke ambaye ana sifa ya dini, kwa sababu ile dini ndiyo pekee inaweza kumkontroli mwanamke. Mwanamke ni kiumbe wa ajabu sana, ni kiumbe ambaye Allah tabarak wa taala kamfanya dhaifu kimwili, lakini ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa. Kuna bwana mmoja katika kuongea na mke wake wakapishana, akamwambia, nyinyi kitambo tumeambiwa naqisatu aqlin wa din. Kitambo tumepewa habari hizo kwamba nyinyi ni wapungufu wa akili lakini haina maana hivyo. Hadithi inaonyesha wanawake watakuwa na upungufu katika sehemu fulani, kwa maana ibada zao kuna kipindi watakuwa hawawezi kufanya nini, kuzifanya, na ushahidi wao vile vile utakuwa ni nusu. Mwanamke ni shahidi wawili wa kike kwa mwanamume mmoja, kwa sababu mwanamke ni atifia, yeye huenda na hisia zaidi, kinyume cha mwanamume. Mwanamume yeye ni aklia, tumia akili yake tu, lakini mwanamke huruma zinakuwa mbele hata ya akili yake. Akipenda, mapenzi yake yatakuwa mbele hata ya akili yake. Ndivyo umbile la mwanamke. Lakini mwanamume, tumesema mwanamume aweza ficha hisia zake, si ndio? Ndio Mungu akamwekea mpango wa kuweza kuoa zaidi ya mmoja. Aweza kwenda kule akasifu, na akija huku kama kule ashasahau akasifu huku. Tumeelewana? Lakini mke, mapenzi yale akialenga kwako, akitoka nje utashtuka. Hawezi, kwa sababu yeye atifia, yani zile kwake anatumia hisia zake zaidi. Lakini wewe waweza kuwa na wanne, piga huku, kirudi huku, na ukija huku sema mashaallah, hii ya leo hii
sijakula chakula kizuri. Na ukifika kule, mke wangu nitaka uniambie ile kufundisha kupika nani. Ukija huko ambia mke wangu, bwana, ingekuwa mimi. Lakini mwanamke hawezi hivyo, au mwasemaje? Ndio sasa huyu bwana akaifasiri makosa hadithi kwa kumwaibisha kwamba nyinyi hamna akili na kisatu akli, nyinyi hamna dini. Yule mwanamke akamwambia antunna jamilat walakinna naqisatin aqlin wa din. Nyinyi ni wazuri sana wanawake, Allah kawapa sura umbile zuri, lakini hapa tumeelewana, na nusu ya akili na nusu ya dini. Yule mwanamke akamjibu akamwambia, ja'alana Allahu jamilati linujidhibakum ilaina, Allah ametujalia tuwe na umbile zuri ili tuwe na mvuto kwenu, muweze kutamata na sisi. Lakini pia ametujalia unavyosema kwamba tuna nusu ya akili ili muweze kututawale. Hatuna akili, nusu ni hivi, tumekaa juu ya utosi. Tungekuwa na akili nyinyi mngekuwaje? Tumeelewa? Hivi mnavyotuambia nusu, lakini mtu mzima wewe una miaka 50 waitwa baby, na wewe waitwa baby, waitikia baby, wewe baby. Hiyo sauti yako yakataa kuwa baby. Tumeelewana? Na atakuita baby wangu, etikia ndio. Kuna baby la kuitikia ndio. Amwambia watusifu hatuna nusu akili, tunawakoroga. Tungekuwa na akili je? Sasa Mungu katufanya hivyo unavyosema nusu akili, ili muweze kidogo kutumia kuishi na sisi. Manake ingekuwa ni kamili kama nyinyi, sijui mngekuwaje. Yule mfalme alokuwa yeye wanawake sana, hata katika hukumu zake mwanamke akisema kitu ana haki tu. Katika mawaziri wake kuna kijana mmoja akawa umwambia, bwana haifai bwana wewe kunini na wanawake, wewe ni mwanadamu, wewe Muislamu, wewe nini. Yule bwana akaingia mwanamke ofisini kwake kuzungumza, akamwambia, bwana mimi nimepata na shekhe hapa katika mustasharina wangu, na amenambia hatufai kuingiliana na wanawake, iyakum wadkhulu fi nisa, mambo ya kuingiliana mahusiano, kukaa na wanawake faragha, nini, kusikia rai zao, lazima mwanamume awe juu. Akamwambia, utanionyesha wa kijana, lakini mlete mtume kwangu aje. Alimtuma yule bwana. Alipokwenda kule kwa nyumba ya yule mama, sijui alipewa vyakula gani, kumbe ni vyakula vya harufu mbaya na nini. Alafu akamwambia, nenda ukamjibu mfalme. Atakondoka mbele, lakini wajisikia unavonuka hiyo mdomo. Akamwambia, sasa nifanye nini? Na yeye aningojea mimi. Akamwambia, hapana, utakwenda hivyo hivyo. Siwezi. Akamwambia, basi ukitaka nikupe mswaki hapa upige, ili umuone mfalme harufu yako mzuri. Panda hapo kama punda, weka miguu yako na mikono yako kama mnyama, mimi nitembee hapo. Kumbe yeye amemfungia mfalme, jamaa akahuzunguka naye kama mnyama. Mwanamke ampanda juu, yende kwa farasi. Yule mfalme akatokezea, akamwambia, wewe unaniambia siseme nao, wewe wabeba hasa mgongoni kama punda. Umekuwa punda wabeba mtu mgongoni, hatari. Wanao uwezo, tukasema Allah amewapa uwezo, lakini maskini kuutumia uwezo wao ndio hawajui. Sasa kila ukiangalia, ndio leo hawa upande wa pili wasema, wasomi wakileo wanasema, kulipo na kufaulu mwanamume, basi nyuma kuna nani? Mwanamke. Wao wasema leo, sisi twajua kitambo
kufaulu kwa Mtume Muhammad, dawa yake kwanza ilipambana na nani? Ilipambana na nani? Man awwalu man aslama? Khadija. Akamtoa hofu yote, akamlekeza, akampeleka kwa Hirqal, kwa nani yule mtoto ami yake, akamweka sawa Rasulullah. Musa tumeona mtu wa kwanza kuwa na tahadhari asiuawe, asichinjwe Musa ni mamake, lakini akitoka kwenye mama, usalama wa pili aliupata kwa nani? Na dadake? Hapana, mke wa Firaun. Alipoletwa kwa Firaun, Firaun asema tena ameokotwa baharini mtoto mchanga, huyu ndiye mchawi, uchinja huyu. Qalat imraatu Firaun qurratu ainin li walak la taktuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada. Asikia kelele za Firaun, chinja, akitokezea tu abadilisha ile scenario, aliibadilisha kabisa. Kitoto kizuri, mashallah, kijamani, mmekitoa wapi? Akamsifu mtoto, mwisho sasa, huyu mume wangu atatufaa huyu, kwanza alivyo mzuri huyu, tumfanye mtoto wetu. Akabadilisha Firauna, what next? Sasa tufanyeje? Amemaliza. Tumeelewana? Amemaliza. Kwa hivyo wa pili ikawa ni sababu ya nusra mke wa Firauna, watatu ikawa ni sababu ya nusra nani? Dadake, au sio? Akarudi kwa nani? Kwa mamake salama. Lakini bado anatafutwa Musa kuuawa, amekimbia. Alipata hifadhi kwa ajili ya nani? Nani walimpa hifadhi? Binti wawili wa Madian, si ndio? Wale aliwasaidia kufanya nini? Kunywesha wanyama. Wakirudi ndio wakenda wakamsifia baba yao. Tumepata mtu sifa mbili tu baba, mwaminifu, mwenye nguvu. Zikamtosha baba, akamleta Musa, akamwambia tulia, utapata makao, utapata mke. Tumeelewana? Tuko pamoja? Kwa hivyo ndio nikasema umma watakikana sana uwalinde wanawake, na kuwalinda wanawake Waislamu ni kuwapa dini, kuwapa elimu. Asomeshwe sana mwanamke, kwa sababu mwanamke ndiye atakaye kwenda kulea. Ana watoto 5, akiwalea vizuri, Uislamu umepata watu 5 muhimu katika ulimwengu. Akiwa hana malezi mazuri, tumepata majambazi 5. Tumeelewana? Kwa mwanamke. Sasa ikiwa mwanamke 100, kila mmoja ana watoto 5 na wote hawakupata malezi mazuri, kuna dini kwenda mbele hapo? Kuna umma kusonga mbele? Hakuna mazuri ya duniani wala akhira. Atunzwe mwanamke vizuri. Ndio utashangaa katika Qur'ani hakuna suratu Rijal, lakini kuna suratu An-Nisa. Sheria nyingi anaelezewa mwanamke, ametunzwa hivi, asidhulumiwe hivi, apewe hiki, apewe hiki, kwa sababu yeye ana mzigo. Lisema jana Qur'ani inamwambia mwanamke la takhafi wala, kwa sababu mwanamke kama hako makini, hako vizuri, nyumba yote haiko vizuri. Na nyumba ikikosa kuwa vizuri, basi mtaa hautakuwa vizuri. Mtaa ukikosa kuwa vizuri, mji hautakuwa. Miji ikikosa kuwa mizuri, nchi haitakuwa. Malezi ya hakika yanapatikana kwa wanawake. Leo ukiwaangalia, tuna watu fakhri ya Uislamu. Tuna wanavyoni ambao ni fakhri yetu katika Uislamu. Hawa walikuja, mababa hawapo, wamekufa.
lakini kwa malezi waliosimama na wanawake. Muangalie Imamu Shafi, alilelewa na nani? Na mama. Muangalie alivyokuwa mpaka akimpeleka chuoni kwa mwalimu, mama alfajiri atoka na yeye mwanawe enda asimamia, alafu angojea nje asikie mwanawe asomeshwa vipi. Huyu wetu siku ambayo hakuna shule humwekea mikate yake mezani na poketi yake mani mezani, amwambia kesho ni weekend, ni Jumamosi, sitaki kusumbuliwa, wewe vaa nguo zako nenda madrasa. Tumeelewana? Siku ya shule atamka mapema saa 10 usiku atayarisha, lakini ya madrasa pakiwa kila kitu pale meza. Usiniamshe, vaa kanzu lako ile wapi? Sasa atapatikana Imam Shafi kwa mpango huo jamani? Atarudi tena Imam Shafi? Hawezi, kwa sababu nyumba haijakubali. Walmar'atu ra'iyatu fi baiti, mwanamke, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ndiye mchungaji katika nyumba ya mume, achunge mali yake na watoto wake wako chini ya mwanamke. Akitelekezwa mwanamke, basi umma umetelekezeka. Angalia Khadija alipompa support radhiallahu anha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Allah muondosha Khadija, amleta Aisha, mwanamke kichwa, mpaka Mtume awaambia masahaba zake, khudhu nisfa dinikum min hadhihi alhumaira, chukueni nusu ya dini yenu kwa huyu. Katika idadi ya wale 5 bora waliohifadhi hadithi, mmoja wao ni nani? Aisha ummul mu'minin. Kule amepewa sapoti ya mali, huku apewa sapoti ya elimu, wengine wana sapoti. Kuna mke wa Mtume anaitwa ummul masakin, Zainab, si ndio? Ummul masakin, yeye ni katika mambo ya infaq, kutoa, apenda maskini. Yeye waweza kuamua kutoa sadaka, lakini ukapangiwa bajeti nyumbani mpaka zikaharibika zote. Akwambia sasa ni hivi, sasa kubaki kitu, mke wangu kiko wapi? Hebu nionyeshe, ndio hii listi. Tumeelewa? Nipangie mpaka upate hizo zako za kupeleka nje. Hapa wenyewe sisi hazitutoshi, basi mambo ya kutoa nje. Lakini kuna wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakimsapoti kwa kila upande. Aisha radhiallahu anha, yuaja mwanamke amebeba mtoto mmoja mgongoni, mwingine amemshika mkono, asema saidie, tuna njaa mimi na wanangu. Atafuta, kwa bahati mzuri apata haba 3 za tende. Ndio nikasema jamani, sadaka haitaki tajiri, sadaka yataka nini? Iman, moyo. Yuaja nazo haba 3 za tende, ampatia mtoto yake aliyebebwa na yule mshikwa mkononi na mama yake. Wale watoto wanavyosikia njaa, mama hajaanza washamaliza, waibuta na ile, waitaka na ile, mama awagawia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akija, Aisha amwelezea kwamba nimeona kitu cha ajabu. Nini? Huruma ya mama, kwamba ameshindwa kula yeye kwa ajili ya kuwafanyia nani? Ihsani watoto wake. Sasa mtu ambaye aweza kutoa sadaka tende 3 zilio nyumbani, jamani, fungueni makabati ya wake zetu, angalie manguo yalivyojazana, au si kweli? Hazina nafasi, na ikitokea mpya itaka, basi angalau hizi toa. Tumeelewana? Huyu ndani ya nyumba kuna tende haba 3 pekee, lakini madamu kuna mhitaji aona hasifai kubaki, huyu alokuja mwenye njaa ndiye anastahiki hizi. Lakini huyo anaiangalia asema, hii nilivaa mwezi uliopita, sivai tena, nyingine zimekaa kibao. Allah tabarak wa taala
Akatuambia neno kubwa hapa, faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzan. Allah asema tukamrudisha, ikawa ni sababu ya Musa kurudi kwa nani? Kwa mamake, kwa sababu ndiye anayeweza kumnyonyesha. Musa amenyamaza kimya, piga maziwa kama si yeye. Wakamwambia sasa, huyu tena mlee kwa kumchunga. Asema kwamba Allah tukamregesha kwa mamake. Kwa nini? Kay taqarra ainuha. Subhanallah. Allah sema sababu ya kubadilisha umbile. Mwenye njaa akakataa kula, lengo ilikuwa ni kumregesha Musa mwenye njaa kwa mamake, ili mama apate jicho lake litulie, awe na furaha. Allah amebadilisha mpango wa ulimwengu. Mtoto mwenye njaa ataka kunyonya, ila Musa amekataa kabisa kunyonya. Kumbe mabadiliko yale Allah ameyabadilisha ili Musa arudi kwa mama, mama asikie raha. Huyu ni muumba, abadilisha mipango yake aliyoiweka sunnatul kauni, kwamba mtoto mwenye njaa ataka kunyonya, ila Musa akataa kunyonya, ili kwa ajili ya kumfurahisha mama. Mimi na wewe umeamua kubadilisha jambo gani katika maisha yako ili kumfurahisha mamako? Kila mmoja, balil insanu ala nafsihi basira. Hebu rudisha nyuma maisha yako, yaangalie mahusiano yako na mamako, pahali gani ilikuwa ni pagumu. Mama ataka hivi, wewe nafsi yako iko hivi, mpango wako ni huu. Mama ataka hivi, ukakubali kubatilisha mipango yako, ukakubali kuvunja furaha yako kwa ajili ya kumfurahisha mamako. Ikiwa Allah alibadilisha mpango wa mwenye njaa kula, akawa Musa hataki kula, lengo kay taqarra ainuha wala tahzan, ili mama apate furaha na wala asihuzunike. Leo tunalia, tuna matatizo. Ni vijana wangapi ambao wamewaweka wazazi wao kwenye huzuni? Vipi miji itapata neema? Na kuna mtu anaweza mpaka kumwambia, nimeshuhudia kijana amwambia mamake, we mchawi wewe mama, we mpaka wamwita mama mchawi. Hebu wewe kama umefika hali hiyo, hivi wafikiria utakuwa na bright future gani wewe? Una mafanikio gani? Una mustakbali gani Zahid wewe, ikiwa umefika waweza mpaka kumtusi mamako? Tuko pamoja vijana? Tupo. Allah asema waharramna alayhi almaradhi, tulimharamishia, tulimkataza Musa kunyonya, pamoja kwamba ana njaa. Lakini kwa nini mpaka akawa Musa hataki kunyonya? Ili mpaka ifike nafasi faradadnahu ila ummihi, tuweze kumregesha kwa mamake. Kwa nini Allah, mbona umebadilisha mipango yako ili Musa arudi kwa mama? Kay taqarra ainuha wala tahzan, ili mama awe na furaha, asihuzunike. Nataka tutoke nalo sili leo, tumeelewana? Tubadilishe mifumo yetu, kila mmoja awe hapa akili yake inafikiria, mimi mwaka huu nitamfanyia lipi mamangu la furaha. Mzazi ni sehemu kubwa ambao haiwezi kufanana na yoyote. Mzazi kafiri, mushrik, Allah amemweka juu. Je, awe Muislamu? Mzazi awe kafiri? Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka ilmun fala wasahibhuma. Allah hapa azungumzia mzazi mushrik, kafiri, anapinga hata hajui Mungu ni nani, anaenda na ibada zake za kishirikina. Lakini Allah akwambia sehemu moja nibakishie mimi, akikuamrisha urudi uingie kwenye ushirikina wake, mwachie mwenyewe, usimtii.
kuhusu anga langu usiingie. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe kwa njia ya kumwasi nani? Muumba. Kwenye ushirikina wake mwachie, usimtii. Lakini wasahibhuma fi dunya maarufa, katika masala ya ubinadamu na dunia yake wewe ishi naye kwa wema, kwa maana asikose huduma ya kidunia. Ndiyo maana yake. Msiwe na ushirikiano katika ibada zake, lakini asilale njaa na wewe umeshiba, asilale nje na wewe walala nyumbani, asiugue na wewe una uwezo wa kumuuguza, asitembee uchi na wewe una uwezo wa kumvalisha. Wewe umevaa yeye, hapana. Madamu ni mzazi wako, uweke kando ushirikina wake, lakini ukumbuke wema wake. Wa bilwalidaini, tuko pamoja? Kwa sababu ikiwa Allah anamfurahisha mzazi, yuko tayari kumfurahisha, na yeye ndiye aliyemuumba mzazi ule. Mimi na wewe tuna haki mara zote ya kuwafurahisha wazazi wetu. Ndio baadhi ya wanavyoni wa malezi wasema, mwanadamu katika sababu moja ya kuingia kwenye matatizo, ashaka, shida na matatizo ya mwanadamu, moja katika sababu yake, wakataja sababu 3. Moja ni kutowafanyia wema wazazi. Wewe kama huna wema unayemfanyia mzazi, basi wewe una sababu moja ya kuingia kwenye nini? Matatizo. Utakuwa katika shakawa. Ndio utakuta sifa walizojieleza wale walopewa utume udogoni. Nabii Allah Isa asema, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran, Allah amenijalia mimi niwe mwema kwa mzazi wangu. Walidati, niwe mwema kwa mzazi wangu. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya, wala hakunijalia mimi ni mwenye jeuri na kiburi, wala kuwa ni mtu mwenye shida. Kwa sababu yeyote mwenye kuwafanyia wema wazazi atakuwa katika neema, na yeyote mwenye kuwafanyia ukorofi wazazi atakuwa katika matatizo. Tuko pamoja? Wametaja na mtu wa pili ni tariku sala, mtu mwenye kuacha swala, na yeye hana maisha poa kama mnavyosema. Maisha yake lazima yatakuwa magumu sana. Fa khalafa min ba'dihim khalfun allahu salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqauna ghayya. Mwenye kuacha swala hawezi kuwa na maisha mazuri, atapata taabu tu. Lakini mtu wa 3 ni mtu aliokipuza kitabu hiki Qur'an, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan lanqa. Ni somo hili kwamba kila mtoto ajue kwamba lazima amfurahishe mzazi wake kwa maneno yako mazuri, na ndio ukaambiwa waqul lahuma qawlan karima. Ukiongea na mzazi, ongea na maneno mazuri, chagua mazuri ya kumwambia. Leo sisi maneno mazuri tuwachagulia. Mwachagulia nani maneno mazuri? Washikaji, si ndio? Jitu korofi mtaani lapewa majina ya kutisha. Muuzaji bangi aitwa mazee, laitwa mazee. Yeye ndiye mzee wa watu wote mtaani. Lakini baba anaitwa Buda, ule mdudu wa kuingia kwenye vidole ule, simuita funza, ndio muita baba. Unajua Buda Mama anaitwa majina, lakini ikifika mwingine ndio hayo majina yote, aitwa asali, sukari, aitwa sijui nani. Lakini mamako wewe huna wakati wa angalau ukamwita kwa jina zuri mama, lakini waweza ukamtolea ufidhuli, na Allah akamwambia wala taqul lahuma uff. Uff si neno lenye maana kamili, ni sauti tu.
Ufi ni sauti tu, ile sauti ya kuchukia yote usitoe mbele ya nani? Ya mzazi. Kijana mmoja amwambia mamake, wewe si ufe? Sasa huyu jamani yuko hai yeye mwenyewe huyu huyu ataishi na yeye hako hai, yuaishi lakini amekufa kitambo huyu. Unamwambia mama ambaye alisacrifice maisha yake kwa ajili yako. Shekho, ni wanawake wangapi wanakufa wakati wa kujifungua? Mpaka Rasulullah akawaonyesha wasihuzunike wanawake hawa, akawawekea zawadi. Mwenye kufa katika nifasi amekufa shahidi. Ni kujitolea pakubwa shekhe. Maisha yake ameenda kumzika dadake au jirani yake amlekufa kwa ajili ya kujifungua, na akitoka yeye ana mwezi wa 7 wa 8 au 9, akitoka kwenye mazishi hapo anaingia dukani kumfanyia shopping aliye tumboni. Wala hakuna fikra hizo, mwenzangu amekufa kwa ajili ya mimba na hii mimi, atoka na raha, ingia dukani amfanyia shopping. Mimi nataraji mtoto wa kiume. Siku hizi jamaa waskani kabisa, ashajua, si ndio? Nataka hiyo pink, sitaki blue. Baby lady huyu, raha, anatoka mazishini kwa mwenzake amekufa na maza. Mtu huyu alafu wewe unakuja kumkorofisha. Uko hai wewe? Nini utafanya liwe litasonga katika maisha yake? Lakini somo lingine pia larudi kwa mamake Musa, walitaalama anna wa'da Allahi haqqun, ili ajue mamake Musa kwamba ahadi ya Allah ni haki, ni kweli, haibatiliki. Allah alimwambia kule, inna radduhu ilaik, tutakurudisha. Faradadnahu ila ummihi, na Allah akamrudisha ili imjenge thika kila muumini kwamba usifikirie itakuwa kwa sababu gani. Kuna bwana mmoja twasubiri safari, kumbe ana itikadi za kishiashia. Sasa kwa bahati mzuri ni siku za full moon, mwezi ule Lailatul Badri. Tumetoka pale pa kuungojea kusubiri, tunaenda kwenye ndege. Akanambia, mwezi unaonekana vizuri huu. Mimi nikamwambia, hivyo unavyouona mwezi, Allah tujalie tumuone Allah kama tunavyoona mwezi fi Lailatul Badri, siku ya Kiyama. Ujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha. Akanambia, shekhe, hayo yalikuwa ni mambo ya watu wa zamani. Wewe ufai ambaye shekhe wa kileo unaingia kwenye mitandao. Kielimu, kisayansi, haiwezekani kumwona Allah sisi, kwa sababu ukimwona Allah ina maana Allah atakuwa na figa. Unachokiona kina nini? Figa. Sasa Allah unaambia figa ya Allah, figa gani? Nikamwambia, hapa duniani ndio kwenye figa, si huko. Huko utakavokuwa utakuwa huna tena vipimo hivi vya kuangalia figa, huko ni vingine. Asema hizi elimu hizi ndizo elimu za akhira. Nikamwambia Allah atuambia huko kuna jambo la huko halifanani na huku, ma la ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar bashar. Hakuna kitu kitakuwa ni sawa na unachokiona huko sivyo unavyokiona huku. Nikamuuliza, haya twende kibiolojia. Biolojia, kila kinachozaliwa kinakuwa alafu kinafanya nini? Kinazeeka, au sio? Hata ukamwona mtu pengine umbile lake ni mdogo na miaka mingi, wasa hiki kigeju hiki kina miaka, kinakushangaza, si ndio? Mtu mdogo miaka, manake kibiolojia kinachozaliwa kinakuwa na mwisho kitafanya nini? Sasa sisi tuambiwa siku ya Kiyama watu wote watarudi miaka, au sio? Siku moja yuaja bibi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia Rasulullah, niombee dua mimi niwe na wewe peponi. Rasulullah akacheka akamwambia, vijibibi haviingii peponi. Rasulullah, sio ati kwamba wewe ni mcha Mungu basi wewe saa zote salamu alaykum salam subhanallah.
kuwa karibu, walete watu maishani kwako ili wafaidike na wewe. Huyu bibi akalia sana. Mtume akamwambia peponi waingi vijibibi huko, hakuna vibibi peponi. Akalia. Mtume akamwambia hapana, usilie, ina maana siku hiyo utakuwa under 18. Tumeelewana? Utarudi nani? Hakuna wazee peponi, uzeni hapa tu, huko ukifika wewe. Tumeelewana? Sasa huwezi kuyaleta elimu ya ghaibu ukaileta kwenye maisha yako hapa leo. Kama unaamini kwamba kule kutakuwa na mabadiliko hayo, basi na haya vile vile ni mabadiliko yatakuwepo. Jicho lako hili litakuwa sio jicho lile linayoyaona hapa. Tuko pamoja? Nguvu ulionayo leo sio utakayokuwa nayo wapi? Akhira. Tofauti, uko janna utakuwa na uwezo zaidi kuliko hii nguvu. Huchoki, hakuna kushiba, kwenda haja, kufanya nini, wewe uko vile vile, raha zako ni za kudumu. Kwa hivyo ni lazima ujue ahadi ya Allah ni kweli, walakinna aktharahum la ya'lamun. Tukafanya hivyo ili mamake Musa ajue kwamba ahadi za Allah ni kweli, lakini wengi hawajui. Wanaambiwa maneno alafu wanasema nani alikwenda akaona? Hujakuwa muumini. Imani sharti yake ya kwanza ni kuamini ghaibi. Yu'minuna bil ghaibi. Ni yule muumini lazima awe katika kuamini yale ambayo hayako kwenye uwezo wa muono wake, katika uwezo wa masikio yake, atakayoambiwa na Allah tabaraka wa taala aweze kuyaamini. Katika yalofanana na Nabii Allah Yusuf kwa Musa, Allah tabaraka wa taala amzungumza Yusuf akisema, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Alipofika Yusuf umri wa kuwa sasa akili yake amekuwa wanavyosema matured, ni mtu mwenye ufahamu na busara kamili, amekuwa ni mtu amefikia umri wa kuweza kuendesha mambo yake na kusimamia mambo. Atainahu hukman wa ilma, tulimpa vitu viwili, tukampa Musa elimu na tukampa vile vile utawala. Tumeelewana? Hukman wa ilma, wa kadhalika najzi almuhsinin, na hivyo hivyo ndivyo tunavyowalipa wenye kufanya wema. Somo la kwanza ni kwamba mwanadamu mzuri ni yule ambao anakwenda kwa stage. Ukitoka kwenye utoto lazima na mambo yako yaondoke kwenye nini? Tumeelewana? Sio wewe umefika miaka umebali mpaka umefika miaka 20, 25 bado wewe mambo yako ni yale yale ya kitoto. Hapana. Mwanadamu bora ni yule anakwenda na stage za umri wake, na ndio hata wazazi wakafunzwa katika malezi. Kuna malezi ya mtoto, kuna malezi ya kijana, kuna malezi ya ushirikiano. Malezi ya udogo wake mpaka miaka 6, haya ni malezi ya kumbembeleza mtoto. Unambembeleza na kucheza naye na yani mtoto kinyume na sisi watoto wetu ula mangumi miaka 3, sio? Piga mtoto ngoto gwa, jinga wewe, kwa nini umemwaga? Sasa wamwambia huyu miaka 3, kwa nini umemwaga? Kujibu nini? Yeye aona amemwagika tu, hana jibu, au sio? Lakini itakaa ile ile itabaki, kwa nini amenipiga? Tumelana. Umri wa mtoto mchanga akifika waenda naye mpaka miaka 6, huu ni umri wa mtoto kucheza naye, hata mafunzo yako yawe ni ya kucheza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyoongea na watoto wadogo, na ni kiongozi wa ulimwengu, lakini aongea nao kwa lugha za utoto. Amuona mtoto anakula naye, mtoto mkono kule
wapiga kule, sahani ni apiga kule Mtume amwambia samillaha wa qul biyaminik wa qul mimma. Hakuna hadithi ya ant we, haikuanza hivyo. Ikianza hadithi samillaha, ukianza kula sema nini? Bismillah. Wa qul biyaminik, kula na mkono wa qul mimma yalik, na ule kilicho mbele. Wewe umuone uko hivyo, jamaa cheza namba zote, namba 6 papa piga huku. Ungeanza vipi? Ungeanza we, si ndio? Tena hiyo ndogo hiyo yangu, kungekuja na mengine makubwa. Jiangalie nafanyaje ile. Huyu bado mambo hayo ya kukemewa. Huyu ni wakati wa kumfanya nini? Sema naye kwa lugha ya upole, mlekeze, cheza na yeye, mwambie. Kile kisa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, amemkuta ndugu yake Anas yualia, limekasirika, kimya hasemi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaja paka kwake, akapiga magoti na yeye kama yeye kimo kama chake, akamwambia ya Umair, madha faala an-Nughair. Lugha ya ushairi hiyo, anaitwa Umair. Akamwambia ya Umair, madha faala an-Nughair. Umair, kwani yule ndege wako unaicheza naye amefanyika nini? Amekufa. Kumbe ana ndege yake acheza naye amekufa. Sasa ana dhiki ile, lakini angalia ile Mtume kumkalia chini, kumuuliza. Wajua msiba ukishughulikiwa unapungua, au sio? Msiba ukishughulikiwa unafanya nini? Unashiriki, lakini ukiachiwa peke yako utakuumiza. Juha alifiliwa na mkewe na kazi yake alikuwa kubeba mizigo sokoni, ana punda wake, mtu amenunua mali ndio gari lake, anambebea mpaka dukani. Mkewe akafariki, watu wakasaidiana na Juha, wakamzika mke ule, wakampea pole nini. Juha akawa mpaka kwa wiki moja tu akasahau ile dhiki. Wiki ya pili amerudi kazini, ikaenda mwaka mwingine akafa punda. Juha akakosekana miezi kadhaa. Jamaa sema anawasaidia, huyu mvipi huyu, mbona haonekani? Kwanza siku alifiliwa na punda, basi singekuja akabeba. Wakamtembelea, ambia Juha, hebu tueleze, alikufa mke wako wiki 2 tu, karudi smart wafanya kazi, amekufa punda miezi 6. Asema mke wangu, msiba nilipokewa na wenzangu, walinisaidia, wenye kunipa maneno ya liwaza, wenye kunyoshea mkono, msiba ukawa mwepesi, lakini punda wangu hakuna niliyeniuliza, na ubeba peke yangu. Utachukua mwaka huu, tumeelewana? Msiba wangu huu wa punda hakuna aliyenishughulikia, lazima uniumize sana kuliko ule. Sasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atoa khutba mimbarini, mara wajukuu zake wawili wafukuzana, waanguka. Rasulullah alishuka kwenye mimbari, akawachukua, akaendelea na khutba. Tumeelewana jamani? Umeusikia Uislamu unavyotuambia katika malezi. Mtoto mdogo nenda naye, sio mtoto mdogo unampa malezi ya utu uzima. Huyu utamfanya mkorofi huyu, mpaka akifika ile stage sasa apate malezi yale ya ngumu, yeye ashakuwa ngangari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesujudu, mmoja katika wajukuu zake katua kwenye mgongo, ashapata farasi. Mtume akabaki kwenye sida mpaka maswahaba wengine, kumetokea nini? Amekufa Rasulullah, mbona sida imekuwa? Lakini walikuwa wakijua kwamba ju'ila al-imamu liutamma bi, imamu kazi yake kufanya nini? Ni kufuatwa, hakuna aloinuka. Ingekuwa leo tungeinuka kidogo, si ndio? Ngepiga chabo kidogo,
nini? Tumeelewana? Lakini sahaba hakuna alioinuka. Baada ya Rasulullah kumaliza mtoto kushuka, na mtume ndo akainuka. Sasa alipomaliza swala, wote likawa akilini lile, sida imekuwa ndefu sana. Wakamwambia Rasulullah, kulikoni ya Rasulullah, nini? Sida leo imekuwa ndefu, si ya kawaida. Akasema, mtoto wangu alikuwa amekaa kwenye nini, mgongo, kipande hiki cha pili ndio kinachonipa mimi kumwona man huwa Rasulullah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asema fakarihtu an uajjilahu. Hii sentensi hii Mtume asema, mtoto wangu, mjukuu wangu amekaa kwenye mgongo na mimi nimesujudu. Fakarihtu, nikachukia, an uajjilahu, kumuharakisha. Sijui tumeelewana? Wewe ungemshika a'udhu billahi minash shaitani rajim, si ndio? Shetani bwana, shetani mbaya bwana. Watoto mashetani hao bwana, niharibia sala bwana, au si kweli? Rasulullah atulia, na akiulizwa hakuna sababu, nimebidi niifanye ndefu kwa sababu ili huyu bwana akae kwa raha zake. Nimechukia kumuharakisha, abaki mpaka ajisikie ametosheka, ashuke aende zake. Utafanya hivyo wewe? Unafanya hivyo kweli? Na sasa mtoto atakapolelewa kwa steji zake, ndiye yule mtoto ikifika ile steji sasa, twende huku, henda huku, kwake ni jipya kupata sauti hizo. Lakini mtoto anyonya na mamake amwambia, nana wewe, eti ameng'ata maziwa. Sasa kama huyu anza kusikia kelele za laana kuanzia yuanyonya, huyu akiwa mkubwa utamwambia nini ashtuke huyu? Ukimwambia laana kwamba mmesikia kuanzia nilipozaliwa ninazo hizo, lete mpya kama unayo. Tuko pamoja jamani? Qur'ani inavyotufunza, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Alipofika umri sasa wa kuweza kufahamu majukumu yake, Allah tabaraka wa taala sema tumempa hukumu na elimu, sheria na elimu. Lakini hivyo hivyo na kwa nabii Allah Musa asema Allah, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Huku Musa ongezewa, tulipompa vile vile alipofikia umri wa fahamu wa kuweza kujitambua na kuweza kubeba masulia, tulimpa hukumu na ilmu, lakini aliongezewa wastawa. Ni lazima mzazi ajue kwamba ni wakati gani mtoto. Angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwambia, akifika mtoto miaka 7 mfundisheni kufanya nini? Kuswali. Miaka 7, ina maana ile 6 kule mwacheni acheze tu. Yakub alikuwa hataki kumtoa Yusuf kwa sababu aliwaambia, namuogopea an yaakulahu adhib. Ndio mwataka kwenda naye kucheza, lakini mimi naogopa asijakaliwa. Alikuwa hataki, lakini walimtajia kitu gani? Arsil maana akhana narta wa nalab. Walipomtajia kwamba tuachie ndugu yetu twende tukarukaruke na kucheza, kutajiwa mchezo, Yakubu alikubali kwa sababu kijana katika njia moja ya malezi ni kufanya nini? Kucheza. Madrasa zetu zina ground ya mpira au ya chochote ya michezo? Hazina. Jamaa, hii tosha, hii ploti bwana, hii ni kubwa kamwe hii. Wewe umeiona madrasa ina eka 10 au 7? Shule zina eka ngapi jamani? Kisheria ya kielimu shule ni lazima iwe ina eka ngapi? 5. Madrasa hata mita 5 inaachiwa. Waweza kwenda kukuta watoto. Juzi nilikuwa nchi nyingine, sehemu nyingine, nikapeleka kuzungumza na watoto madrasa. Wallahi mimi mwenyewe niliumia. Ile madrasa sakafu yake iko hapa,
alafu watoto Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wanaoga kwa majasho. Sasa huyu kweli atahifadhi nini? Huyu amekwa kwenye hii, ni korokoro, ni jela, madrasa, ni shule hii, kwenye kizingi. Yakubu hataki kuwapa, lakini walipomwambia twenda kucheza naye, alisema huyu mwanangu ana haki akacheze. Aliwapa kwa sababu kutajiwa. Sisi sitaki kukuona ucheza cheza, soma, utamuua. Eti akicheza ni hatia kwetu. Kuna sehemu ya kukua kwake, viungo vyake kutoka na ile kucheza. Sasa kwa nini iwe madrasa zetu zenye aya hii narta wa nalab ziwe hazina sehemu nafasi? Wasokuwa na aya hizi kwao iwe ni eka 5. Ni kutoizingatia kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Twakisoma vibaya kitabu hiki, twakisoma tu kasuku, lakini hatutaki kuzizingatia nini? Aya zake. Waliyatadhakkara ulul albab. Kwa hivyo wale wenye akili lazima wachukue mawaidha haya na wayaingize katika maisha yao. Tumuomba Allah tabaraka wa taala bi asma'ihi alhusna wa sifati alulya atukutanishe tena na tena, na asipotukutanisha tena tukutanishe jannatul firdaus alala. Na utakapotangulia janna kwenye firdaus na ukanikuta mimi sipo, amali zangu sikuwa sababu ya kuniweka kwenye rehema ya Allah, naamini huruma yako utakaponiombea kwa Allah na mimi nitashirikiana. Tuombeane Allah tabaraka wa taala, tukiwa kila mmoja uko kwenye shughuli zake, kwa sababu dua ya ghaib ina nguvu ya kukubaliwa. Lakini pia na ombi lile utakaloniombea, ikiwa mimi sijui umeniombea dua, ni sababu malaika pia kukwambia amin walaka bimithli, kukuregeshea wewe. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.